katika jina la weza la Yesu Kristo. Litukuzwe, lihimidiwe na liinuliwe mno jina lako takatifu. Wewe ustahilie kuabudiwa na kutukuzwa. Ndiwe unayetuwazia yaliyo mema na ya amani, nawe ukatutendea vivyo hivyo katika siku zote za matumaini yetu. Pokea sifa, shukrani na utukufu kwa ajili ya kila mtazamaji wa Nguvu katika Neno, yeye aliyeambatana nami tokea mbali, na yeye unayemleta kwa mara ya kwanza kutujilia kwa neno lako kwa tia nuru. Nawe walipeleka neno lako likatuponya na kututoa katika kila namna ya maangamivu. Ulipeleke sasa kwa kutumia kinywa hiki cha udongo kuyatenda yale asiyoweza kuyatenda mwanadamu, na kuyagusa maisha yake yeye aliye mbali na aliye karibu. Na kwa utukufu wa jina lako mwenyewe, haya tutadumu kuyapokea kwa shukrani, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ninakusalimu mpendwa mtazamaji wa Hebron TV, na kwa upekee wake kabisa wewe mfuatiliaji mzuri wa Nguvu katika Neno, iwe ni kutokea katika platforms za social media au katika Hebron TV, kama hivi tunavyokutana kila wakati wa Nguvu katika Neno. Ni kipindi ambacho siku zote ninapokuwa nimeketi katika madhabahu kwa sura hii, na kibeba kwa moyo wa kupondeka na kumshukuru Mungu kwa dhamana na neema aliyonipatia, na kuniamini kwa yale ambayo ni mafumbo ya siri za Mungu. Kwa kuwa Bwana ananena, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini kwa wale sivyo ilivyo. Wanaambiwa kwa mifano, ili kusikia wasikie lakini wasielewe, na kuona waone lakini wasitambue yale wanaoyaona. Hii ndiyo sababu mimi pamoja na familia yote ya ENCC Mji wa Bwana tumelibeba jambo hili kwa uzito wote, kwa ajili yako na kwa ajili ya wote ambao kuwajilia kwa sauti ya neno la Mungu ndani yao kutaleta nuru, kutakufungua, kutakupa pumziko. Maana imeandikwa, Mungu mwenyewe anajuta kwa kuwa watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hawaangamii kwa sababu wamekosa pesa. Hawaangamii kwa sababu shetani ana nguvu kuliko Mungu. Wanaangamia kwa sababu walikosa ufahamu. Na kwa sura hiyo Bwana akanena nami, enenda kawafundishe maarifa watu wangu katika Sayuni. Na kwa sura hiyo, katika kila wakati unapokutana nami kupitia Nguvu katika Neno, tazamia kabisa kukutana na mambo ambayo ni nadra kuyasikia katika vinywa vya wakufunzi wengi wanaoweza kunena habari ya mashauri kutoka haya kwenda yale. Kwa kuwa sineni mambo yanayoishia kuwa ya nadharia, na nena mambo utakayokutana nayo siku kwa siku katika maisha yako. Nawe uwe umepewa hekima ya Mungu inayokujulisha habari ya yale utakayoyaamua na mambo yale utakayoyatenda, nawe ukapewe kuishi vema sawasawa na yale yote unayoyaamua na kuyatenda katika Bwana. Katika majuma kadha sasa, ni umbali mrefu tumefika, na bado tuna safari ndefu ya kukabiri roho ya mkwamo. Roho ya mkwamo ni roho iliyo uadui dhidi ya kila mwanadamu. Dunia imeweka mgawanyo wa kufanya hizo assessment za kuya assess mataifa, kuona taifa hili liko umbali gani na taifa hili liko umbali gani,
kwa maana ya umiliki wa fedha na mali na utajiri. Wanaweka kategori ya taifa la kwanza na wanaweka taifa la mwisho, wakiwa wanamaanisha kuna mataifa ambayo yanaenda kwa wepesi na mataifa ambayo yamekwama. Vivyo hivyo katika taifa utakutana na miji mingine mambo yao yameenda kwa wepesi, na miji mingine mambo yao yamekwama. Katika miji kuna jamii ndogo ndogo katika miji hiyo. Jamii nyingine mambo yao yako vizuri, wana hospitali nzuri, wana mashule mazuri, wana barabara nzuri, wako na maji. Na wakati jamii nyingine wamekwama, hakuna barabara, hakuna shule nzuri, lazima waende umbali fulani mrefu kupata elimu katika jamii nyingine. Vivyo hivyo katika familia, kuna familia ambazo zimepenya, ziko na neema ya umbali fulani, na kuna familia ambazo zimekwama. Na ndani ya familia hali kadhalika kuna watu ambao wako umbali fulani wa mambo yao yameenda kwa wepesi, na kuna watu ambao wamekwama. Kwa sura hiyo, mkwamo haujawahi kuwa mpango wa Mungu kwa maisha ya awaye yote. Mkwamo si jambo ambalo Mungu amemwazia mwanadamu yoyote. Mungu anakusudia wewe uwe ni mtu utakaye kuwa na maisha endelevu, kutoka hatua moja ya kuzaliwa kwako mpaka hatua ya kufika mahala pa wewe kuwa na mji, nyumba, uzao na maisha endelevu. Haya ndiyo makusudi ya Mungu kwa maisha yako yote. Na tumenena kuikabili roho ya mkwamo kutoka katika kona ya kuikabili roho ya udhaifu, ambayo tumeenda nayo kwa majuma kadha sasa. Leo hii inakupeleka katika kiwango kingine cha sehemu ya 5 ya vipindi hivi vya kuikabili roho ya mkwamo. Na tunapokwenda kuzungumza sehemu ya 5, kipindi cha kwanza na vipindi hivi 4 vya sehemu ya 5, tutakuwa tunaikabili roho ya nyika au jangwa, yani the spirit of the wilderness or the desert. Kuna roho inayotambulikana kama roho ya nyika na jangwa. Mara zote itadhihirika kuwa ni roho ya utasa, roho ya ukame, roho isiyokuruhusu kuzaa matunda na kuishi kama mtu aliyejawa na utele wa baraka ya mema ya Mungu. Maisha ya mwanadamu hufika nyakati akapita katika maisha ya nyika au jangwa. Napokutana na jangwa katika maisha, linanena yaliyo mengi. Jangwa ni mkwamo, jangwa ni taabu. Jangwani si mahala ambapo mtu yoyote anatamani kuwapo. Hii ndiyo maana unapotazama kwa baadhi ya mataifa ambayo yamejenga miji yao kwenye jangwa, mataifa haya kwa vyovyote vile watu wake wanastahili kupongezwa kwa kiwango kikubwa. Maana jangwani si mahala pa kupanda mbegu zikaota. Jangwani si mahala pa kujenga nyumba ukasikia umekaa kwenye kivuli kizuri. Ni mahala pa joto linalounguza, na pengine katika majira yote ya mwaka hakuna wakati ambao utawita wakati wa mvua katika jangwa. Ni nyakati za jua kila kunapokucha. Haya ni maisha yanayoashiria kuwako kwa janga la maisha ya mkwamo katika maisha ya mtu katika ulimwengu wa roho. Sura hiyo, katika sehemu hii ya kwanza, nitakuwa nikinena juu ya jangwa ni nini kwa Mkristo,
Maisha ya jangwa ni nini kwa mtu ambaye anamwamini Yesu? Maandiko mawili muhimu ambayo nitaweka mkazo kama msingi wa kile ninachokushirikisha siku hii ya leo kupitia nguvu katika neno ni Kumbukumbu la Torati sura ile 7 mstari wa 14. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hii ni ahadi na agano la Mungu juu ya walio wake. Hakutakuwako na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu. That is an assurance. Mungu anaweka hakikisho hapa, na si watu tu. Wanasema wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Mungu anaweka hakikisho ya kwamba swala zima la utasa, swala zima la kuwa mtu usiye na matunda, unfruitfulness, hali ya kukaa ukiwa huna matokeo ya yale unayoyaandama, halitakuwa fungu lako. Na haishi na wanadamu tu peke yake, anaenda umbali wa kunena kwamba hata wanyama unaowafuga pia amewakumbuka kwa kiwango ambacho anakupa hakikisho ya kwamba hakuna mmoja wao atakayepigwa na utasa. Ndivyo katika kitabu cha Isaya sura ile ya 32 na mstari wa 15 ananena nini? Hata roho, anasema hata roho itakapomwagwa juu yenu kutoka juu, hata jangwa litakapokuwa shamba lizalo sana, nalo shamba lizalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Hii ni maongezeko, huku ni kuzidishwa. Jangwa litageuzwa kuwa shamba linalokuwa na mazao mengi, na mahala ambapo mtu alikuwa na shamba linalozaa sana, haitakuwa shamba linalozaa matunda tu na mahindi tu na mbegu za mchicha peke yake. Anena sasa litakuwa ni msitu wa kuvuna mbao, itakuwa ni msitu wenye kutoa viwanda vya furniture, itakuwa ni msitu ambao watu wakiingia huko watapata mashamba, watapata vivuli, watapata nyumba, watapata vingi ndani yake. Hii ndiyo idea pekee, ndilo wazo alilonalo Mungu kwa ajili ya walio wake. Na inakuja sasa, jangwa ni nini kwake yeye anayeamini? Kwani utatambua ya kwamba wako watu kadha wa kadha wa siku za maandiko na wa siku tulizo nazo pia, maisha yao hayajawahi kuwa na ushuhuda wowote wa maana mpaka walipopita mahala panapoitwa jangwa, kama nitakavyokueleza katika kipindi kinachofuata cha aina ya majangwa na tafsiri zake inamaanisha nini. Daudi alikuwako katika jangwa la En-Gedi kwa muda mrefu. Ndiko ambako Mungu alimfundisha mikono yake kufanya vita. Eliya, kando ya kwamba ameenda katika jangwa la Bethsheba na Sinai, Mungu alimrudisha akamwambia nenda katika jangwa la Dameski. Paulo mtume alikutana na Yesu uso kwa uso katika jangwa la Dameski. Ndivyo utakavyotambua ya kwamba njia inayopitia katika jangwa huwa ni njia ambayo karibu kila mwanadamu ataipita. Ukipita salama kwa kuwezeshwa na Mungu, unao ushuhuda wako, na ukikwama utaangamia katika jangwa hilo. Kuna jangwa la jaribu na kuna jangwa la kipimo cha Mungu kama tutakavyoona hapa mbeleni. Lakini ni mambo yasiyopungua 9 ni kushirikishe sasa. Inamaanisha nini maisha ya jangwa katika maisha ya Mkristo? Jambo la kwanza ni maisha ya mtu aliyetengwa, akawekwa mahala pa peke yake. It's the place of isolation. Na hii inamaanisha nini?
Huja nyakati katika maisha ya mtu Mungu akakutenga na baadhi ya watu au akakutenga na kila mtu ili akulete mahala ambapo atakufanya uwe safi na uweze kumlingana vema, nawe upate kuyaona na kuyajua mapenzi yake makamilifu. Katika Isaya sura ile ya 6 mstari wa 1 ananena, katika mwaka aliyokufa Uzia mfalme, mimi Isaya mwana wa Amos naliona maono, nikaona mbingu zimefunguliwa, akakiona kiti cha enzi cha Mungu, akawaona makerubi na maserafi, naye akaona pindo la vazi la Mungu limeijaza hema ya mbinguni. Isaya ananena, akajitazama akaona jinsi alivyo na midomo michafu, akanena, ole wangu mimi, kwa kuwa nina midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Jinsi gani anajiona mwenyewe? Ni kwa kule kumruhusu Mungu aonekane kwake. Malaika wa Bwana alitwaa makaa ya madhabahu kwa chetezo chake, akagusa kinywa cha mtumishi huyu wa Mungu Isaya, naye akasikia sauti ikiuliza, ni mtume nani? Naye ni nani atakayeenda kwa ajili yetu? Isaya akasema, mimi hapa, nitume mimi Bwana. Mambo haya yote alianza katika siku aliyokufa Uzia mfalme. Wengi huwa wanadhani Uzia alikuwa ni adui. Uzia alikuwa ni mtu aliyekalia maono ya Isaya. Hapana. Uzia na Isaya ni watu wenye nasaba za ndugu wa karibu. Na Uzia akiwa mfalme, Isaya aliishi maisha mazuri ya hadhi ya kifalme. Isaya alikuwa ni nabii ambaye makao yake yako ikulu. Isaya angeheshimiwa na taifa lote. Na kwa sura hiyo Uzia anapokufa, ilikuwa inaashiria kiwepesi kwamba maisha ya dhiki yameanza kwa Isaya. Taabu na mateso ambayo hakuwa anayaishi wakati Uzia yupo yakaanza, na Isaya alidhani huu ndio mwisho wa yote yanayomkabili. Lakini Mungu atukuzwe, katika jangwa lile aliloachwa Isaya kwa Uzia kuwa amekufa, ndilo jangwa lilomleta Isaya kuona maono na kuona mambo ya kina. Kati ya manabii wakubwa wa siku za Biblia, aliyeona habari ya kuzaliwa kwa Yesu akapata na jina Immanuel, kuzaliwa kwake kwa bikira, aina ya mateso atakayoteswa na usaliti atakaosalitiwa, na kwa kupigwa kwake yeye watu wataponywa. Mafunuo haya yalikuja katika jangwa la Isaya alipotengwa na luxurious life iliyokuwa inamzingira wakati wa Uzia mfalme. Umetengwa na nini? Na nani amekukataa? Huo sio mwisho. Mungu anajua sababu kwa nini anaruhusu button zibonyezwe kwa maisha yako kama zinavyobonyezwa. Ni kwa sababu jangwa hili, ikiwa ni jangwa la kuondolewa kwa Uzia katika maisha yako, jangwa hili linakuleta karibu na Mungu, linakutenga na wanadamu likulete karibu na Mungu, linakutenga na msongamano wa maneno mengi likulete mahala utakapoisikia ajenda yenye matokeo ya milele katika maisha yako, nawe usione kujuta kamwe. Jambo la pili, jangwa ni nini kwa Mkristo, mtu anayemwamini Yesu? Jangwa ni mahala pa mauti, mahala ambapo kuna mambo ni lazima yafe. Katika Wagalatia sura ile ya 2 mstari wa 20 ni sauti inayonena wazi juu ya maisha ya mtu ambavyo anapasa kuishi, wakati ukijua ya kwamba jangwa
ni mahala pa mauti. Kuna mambo ambayo ni lazima yafe. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuna utu wa kale ambao ni lazima ufe. Kuna mambo ambayo ndani yako ni lazima yauawe. Kama ilivyokuwa katika safari ya wana wa Israeli kule jangwani, watu wote wa miaka 20 kwenda juu walifia jangwani. Ndiyo chimbuko la Ufunuo wa Galatia sura ya 2 mstari ule wa 20. Kuna mambo hayaruhusiwi kwenda na wewe katika nchi ya ahadi yako, lazima yafie jangwani. Kuna mambo hayaruhusiwi kusurvive mwaka mwingine yakaenda na wewe mwaka unaofuata, lazima yafie mwaka huu. Kuna mambo pengine yalikufaa sana miaka iliyopita, na pengine si mambo tu, lakini wanaweza kuwa hata watu, lakini watu hawa hawana chochote cha ziada kwa ajili ya siku zako za usoni. Watu hao wanapotengwa nawe, mambo yao yanapokufa katika maisha yako, pokea upya wa roho kwa kufanywa upya katika maisha ya jangwa unalolipitia. Kuna mambo yale ya kimwili lazima yafe ili uende upande mwingine. Wale wapelelezi 10 kati ya wale 12 walioenda Kanaani kuipeleleza wakarejea, Yoshua na Caleb ndio wapelelezi wawili waliosema tunaweza kuingia katika nchi ile. Majitu wale tukilinganisha na Mungu wetu tunayemjua, aliyetukomboa katika mkono wa nguvu za Farao, aliyetutunza miaka hii yote katika jangwa hili, tunaweza kuingia. Na wale 10 wakasema hatuwezi, sisi ni kama mapanzi tu mbele yao. Ndivyo tulivyojiona na wao ndivyo walivyotuona. Mungu akasema mtarudi kama mlivyosema katika jangwa hili, mkazunguke mpaka mtu wa mwisho aliye na miaka 20 kwenda juu atakapofia katika jangwa hili. Jangwa likawa mahala pa mazishi, jangwa likawa mahala pa mauti. Waliishi miaka ile 40 wakizika kizazi kile kilichokataa kuingia katika ahadi ya Mungu. Mungu na akufanye wewe kuponyoka katika jangwa linalobeba mauti katika kona yoyote ya maisha yako, na kesho yako ikawe na shuhuda zako. Point namba 3, jangwa ni nini katika maisha ya Mkristo? Jangwa ni mahala pa hangaiko la moyo. It's the place of depression. Tunapoongea hangaiko la moyo, ni topic mojawapo niliyoigusa katika kipindi kilichopita, kinachohusisha kuikabili roho ya mkwamo katika eneo la roho ya hangaiko la moyo. Kwa wale ambao unaweza kufuatilia vipindi hivyo online, unaweza kukutana na kipindi hicho kwa kadri utakavyoenda na kutembelea hizo platforms online. Lakini hangaiko la moyo ni hali inayomfanya mtu kusema mambo ambayo hakupaswa kuyasema. Hangaiko la moyo ni hali inayomfanya mtu kujisikia vibaya. Ina control how you feel, how you think, na kwa jinsi gani unafanya maamuzi na kutenda unavyotenda. Hangaiko la moyo huweza kukufanya uwachukie watu uliopaswa kuwapenda, uwashutumu watu uliopaswa kuwashukuru. Mtu yoyote unayemkuta amekabiliwa na hangaiko la moyo ni wa kupewa pole
na asinyoshewe kidole. Hii ndio sababu wakiwa jangwani Israeli hawakuona sababu ya kushukuru kwa chochote. Walikuwa wanalala na kuamka na muujiza. Nguzo ya wingu iliyowafunika nyakati za mchana, kukawa kivuli majira yote. Hawakupigwa na jua la jangwani. Hawakuona kama huu ni muujiza. Pengine walidhani hii ndio hali ya hewa, hilo wingu linakaaga tu huko jangwani. Na nguzo ya moto wakati wa usiku iliyowapa nuru muda wote na ikawapa joto wasipigwe na baridi ya jangwani. Kwa hivyo mchana hawakupigwa na jua na usiku hawakupigwa na baridi, kwa sababu Mungu amewaatamia kwa nguzo ya moto na nguzo ya wingu. Watu hawa vinywa vyao vilibaki vikinung'unika, tunakula chakula kikavu, chakula hiki kinaitwa mana, hatuelewi, roho zetu zinakauka. Ni mpaka mtunga Zaburi anapotuambia kwamba chakula hiki kinaitwa mana, ndicho chakula wanachokula malaika kule mbinguni. Na wao hawakujali kuona kwamba wanachokula lazima ni cha tofauti, kwa sababu hawakuugua, miguu yao haikuvimba safarini, na kwa hakika hadi mavazi yao yaliponywa. Walivaa mavazi hayo hayo kwa miaka 40, na hata viatu miguuni mwao. Kama mtu alikuwa na umri wa miaka 7 na sasa na miaka 47, akivaa kiatu kile kile, maana yake kiatu nacho kinaongezeka size. Watu hawa hawakuwa na shukrani, kwa sababu walikuwa wana hangaiko la moyo. Watampiga Musa kwa maneno, watampiga Haruni kwa maneno, watamshutumu Mungu, watanena kila yasiyofaa, kwa sababu wana hangaiko la moyo. Ndivyo utakavyokutana na mtu aliye na ndoa nzuri, alivyo na watoto wanaomthamini, alivyo na fursa za haya na yale, ambayo wengine wataishi tangu mwaka wa kwanza mpaka wanaenda kaburini, hawana robo ya yale aliyonayo. Lakini mtu huyo ametengwa na moyo wa kumshukuru Mungu, ametengwa kabisa na maisha ya mtu aliyojawa na shukrani. Ana hangaiko la moyo, nao ni roho inayomkamata mtu ili imtaabishe kutokea jangwani. Jambo la 4, roho ya nyika na jangwa ni nini kwa Mkristo? Hii huwa ni roho ya ufukara. Ni mahala, jangwa ni mahala pa ufukara. Kitabu cha Hosea sura ile ya 2, mistari 3 hivi, mstari ule wa 3 na mstari wa 7 na mstari wa 8. Kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 3 anasema, nisije nikamvua nguo zake akawa mtupu, nikamweka katika hali aliyokuwa nayo siku ya kuzaliwa kwake, na kumfanya kama jangwa, na kumweka kama nchi kame, na kumfisha kwa kiu. Kumfanya kama jangwa na kumfisha kwa kiu. Kumbuka kitabu cha Hosea, Mungu ananena na Israel kama mume na Israel kama mke. Hizi ni kati ya zile tunazoziita parabolic speeches za Agano la Kale, misemo ya kimifano, wakati Yesu Kristo analibeba kanisa kama bibi harusi na yeye kuwa ni bwana harusi. Kwa sura hiyo utatambua ni thamani za upendo ulio wa pekee. Hapa Israel alikuwa amemwacha Bwana, amemwasi Bwana. Hosea anaambiwa aende akamwoe Gomeri, mke kahaba, na matendo ambayo Gomeri anamtendea Hosea ndio Mungu anamaanisha kwamba ndivyo Israel alivyomtendea Mungu. Mungu amemtendea aliyo mema, na Israel amemwacha Mungu, kaenda kuabudu miungu wa kigeni asiyowajua. Mstari wa 8, maana hakujua ya kuwa mimi ndiye niliyempa ngano na divai na mafuta na kumwongezea fedha na dhahabu, walivyovitumia kwa ajili ya Baali, kwa ajili ya mungu mwingine.
basi kwa ajili ya hayo nitaitwaa tena ngano yangu, Bwana ananena, kwa wakati wake, na divai yangu kwa wakati wake, nami nitamnyang'anya sufu yangu na kitani yangu vya kumfunika utupu wake. Kwa sura hiyo anaposema nitaifanya nchi yake kuwa kama jangwa, that is the highest level of poverty. Mungu anampa hakikisho Israel ya kwamba kwa sababu umejitenga mbali nami, naondoa fedha, naondoa dhahabu, naondoa ngano, naondoa divai, naondoa hayo mafuta, naondoa vilivyo vinono, naifanya nchi yako kuwa jangwa. Na kwa sura hiyo utatambua ya kwamba mkwamo unapokuja ukioperate katika roho ya ufukara, inamaanisha kwamba kuna mahala ambapo Mungu amezuilia baraka yake juu ya taifa hilo, amezuilia baraka yake juu ya jamii hiyo, amezuilia baraka yake juu ya maisha ya mtu huyo. Maisha yako yanaakisi nini? Yana ushuhuda gani? Yamezingirwa na nini? Tazama, kama ni aina ya mtu ambaye umezingirwa na utele, lakini utele huwa haukufaidi chochote, unapanda vingi lakini unavuna vichache, na vile vichache vinapokuja ghalani vinamezwa, huelewi hata umefanyia nini. Ni kama mtu ambaye sauti ya kuwa mtu asiyekuwa na chochote ndiyo fahari yako. Nyika na jangwa imeyakwamisha maisha yako na kuyameza maisha yako. Kupitia nguvu katika Mungu na akufanyie tembeleo sahihi, akufanyie tembeleo, akushike kwa mkono wake wa kuume wa haki yake, akuondoe katika kila fungu la nguvu ya nyika na jangwa na roho ya ufukara, yaache maisha yako katika jina la Yesu Kristo. 5, tunamaanisha nini kwa Mkristo tunapoongelea roho ya nyika na jangwa? Ni mahala pa kipimo, yani it's the place of test. Tunamaanisha nini mahala pa kipimo? Ni wakati mtu akiwa ameandaliwa vya kutosha, ndipo anapopewa hiyo test, anapewa mtihani wa jaribio. Tofauti na the test and temptation ni kwamba jaribu kwa maana ya temptation linapomkabili mtu, limemaanisha kumwangamiza, limemaanisha kummaliza, limemaanisha hata toka akiwa salama. But the test ni kipimo ambacho mwalimu anampatia mwanafunzi, na mwalimu anajua ya kwamba jawabu unalo. Mwalimu sio anahisi, anajua kwamba anakupatia mtihani huu, anakupatia kipimo hiki, anakupatia hii test akijua jawabu unalo kwa hakika. Na lengo la mwalimu kukupatia kipimo cha namna hiyo ni kwa nini? Ni ili kusudi akupatie ijara, apate kukuinua, akupatie tuzo, athibitishe kwamba kazi yake haikuwa bure, na kwamba ufahamu wako umeelewa, na kwamba ufahamu wako unafanya kazi, na kwamba ufahamu wako hauwezi kuwa tricked na mambo ambayo tayari umekwisha kuyapitia. Kwa hivyo jangwa ukilikabili ukiwa na mentality ile ya Yoshua na Caleb, jangwa litakuwa mahala pa kupita ili utengenezwe kuwa hodari wa vita, ili vita vyenyewe vinapotokea kule Kanaani ujue ya kwamba majitu hawa ukilinganisha na Mungu wetu, hawa ni kama mikate tu ambao tutawatawanya na kuwateka nyara. Jangwa
ni mahala pa kipimo. 6, jangwa ni nini kwa Mkristo? Jangwa ni mahala pa usaliti. Namaanisha nini hapa mahala pa usaliti? Ni mahala ambapo utakapotambua kwamba adui yako aliye wa hatari kabisa ni yule ambaye ulimwamini, yule ambaye amekaa na wewe muda mrefu, akakuhakikishia kwamba wewe uko salama mikononi mwake, na anaweza kuwa amekaa na wewe miaka mingi, na pamoja na kuwa nawe miaka mingi, anachokitafuta ni wakati ulio sahihi tu wa kukutenda machungu ambayo hautokuja kuamini kamwe. Hautokuja kuamini kwamba haya ndiyo aliyokutendea. Nakumbuka kuliwahi kuwako na nyakati ambazo nimekaa na huyu baba aliyeyatenda mambo machungu yanayowasha masikio kwa mke wake mwenyewe. Nami ninapokuja kukaa na huyu mama, ameraruka moyo, ana uchungu mwingi moyoni mwake, akisema ni mtu ambaye alinihakikishia kwa zaidi ya miaka 25 tumeishi pamoja, amenitetea kwa yaliyo mengi, amethibitika kuwa mtu aliyenipenda kwa kunihakikishia hivyo kwa maisha tuliyoishi, maana familia ya huyu mama walimwinukia kwa vita nyingi. Yeye alikuwa mtetezi. Na anasema kati ya watu wote duniani sikuwahi kuwaza kama huyu anaweza kuja kunitendea aliyonitendea. Na sasa mama huyu amebaki akiwa ameraruka moyo. Anasikia kabisa ya kwamba amenyang'anywa thamani ya maisha ambayo haelewi kama inaweza kurudishwa tena duniani. Ni thamani ya maisha ambayo hainunuliwi kwa fedha. Ni thamani ya maisha ambayo huwezi kuiuza kama ungetaka kupewa fedha na dhahabu zilizojawa kwa utele wa mamilioni ya dola. Nami namtazama mama huyu nikisema, watu hufika mahala ambapo wakabadilika. Si kwamba miaka 25 iliyopita alikuwa na ajenda ya kwamba akifika hapa kutendea haya. Watu huweza kubadilika. Lakini pamoja na watu kuwa wanaweza kubadilika, wakabadilika kuwa watu waovu, watu hao pia huweza kubadilika, wakabadilika kuwa watu walio wema, wakati tu wanapokutana na toba ya kweli na kutambua ya kwamba njia walioichagua si njia sahihi na haiwapasi kuiendea njia hiyo kwa sura hiyo. Ndivyo utakavyoona uhalisi wa hayo katika maisha ya watu kama kina Ahithofeli. Ahithofeli aliyemsaliti Daudi, na kule alikoenda akaishia kujuta, akaenda nyumbani kwake mwenyewe akajinyonga. Watu kama Yuda Iskariote aliyemsaliti Yesu Kristo, naye hakuona fahari kuwa na pesa alizomsaliti nazo Yesu, akazirudisha akawatupia waliompatia pesa hizo, naye akaenda na kujinyonga. Watu huweza kukusaliti, lakini usiruhusu usaliti waliokusaliti kwa huo kubadilisha mwelekeo wa maisha yako, kwamba upoteze mwelekeo wa hatima yako kwa sababu umesalitiwa. La hasha, watakusaliti, na itakuwa na maumivu zaidi pale wale wanaokusaliti ni wale walio karibu na wewe kabisa. Wengine wao umewekeza kwa ajili ya maisha yao, wengine wao umewapeleka shule, wengine wao umewapatia kazi, wengine wao umewapatia mitaji, wengine wao uliwabeba walipokuwa wagonjwa ukawafadhili na leo wana afya njema, wengine wao umepeleka shule watoto wao. Lakini tazama,
usaliti walioutenda juu yako, na usaliti wenye maumivu unaowaza kutwa kucha. Usingizi umekupaa kitandani mwako, nawe unajiambia, wangenitendea haya wengine wowote nisingekuwa na neno, lakini sio huyu, sio huyu kati ya watu wote duniani. Huyu nilitazamia awe ndiye mtu aliyesimama nami 100%. Kwa nini? Kwa nini amenigeuka? Uko jangwani, uko katika jangwa ambalo usaliti huweza kutokea, na unapotokea, tambua ya kwamba uko katika mwelekeo wa kwenda katika Kanaani yako, na usipoteze mwelekeo kwa sababu ya kwako jangwani. Point number 7. Jangwa ni nini kwa mtu anayemwamini Yesu? Jangwa ni mahali pa mapambano yasiyokoma. Ni mapambano yasiyokoma. Na kwa nini mapambano yasikome? Ni kwa sababu kuna nguvu inayotafuta kukutawala. Ni mpaka wakati utakapoanza kuitawala nguvu hiyo, ndipo mapambano yanapokoma. Hii inaeleweka vema katika ulimwengu wa dola zenye nguvu za kijeshi. Wana amani sio kwa sababu wana upendo. Wana amani kwa sababu wana nguvu za kijeshi zilizo zaidi ya adui zao. Ni kama unavyoona saa hii baadhi ya mataifa yale ya magharibi na baadhi ya mataifa ya mashariki ya kati au hata mashariki ya mbali. Ukitazama kama tu Korea Kaskazini wangekuwa na nguvu ya kijeshi inayoweza kupambana na Amerika, nini kingetokea? Ukitazama baadhi ya mataifa kama wangekuwa na nguvu, baadhi ya mataifa ya mashariki ya kati kama wangekuwa na nguvu za kupambana Israel hadi kuifuta, nini kingetokea? Kwa saa hii kukiwako na mapambano huku na kule, kazi za mataifa haya yenye nguvu za kijeshi zinaendelea, ustawi na uzalishaji unaendelea, wakati wengine wakiwa wanauguza majeraha, wanaomboleza vifo vya ndugu zao ambao hawatakuja kurejeshwa tena. Hii inamaanisha nini? Jangwani ni mahali ambapo amani yako inategemea nguvu utakayokuwa nayo, itakayokuwa nguvu inayoshinda nguvu za hao wanaotamani kukukabili. Ndivyo maandiko yanavyonena katika kitabu kile cha Kutoka 17. Ndipo Amalek akawatokea. Na Amalek anapowatokea, Musa anasema, nitaenda kwenye mlima ule na fimbo ya Mungu. Yoshua, nenda kapigane. Na vita ile ilikuwa inakuwa controlled, sio kwa nguvu na utaalamu wa vita wa kupigana kwa Yoshua. Ni kwa sababu ya fimbo alionayo Musa. Anapoinua, Yoshua anashinda vita. Anapoishusha fimbo hii, Yoshua anaandamwa kwa makali ya upanga na wa Amalek. Hii inakwambia nini? Kuna ulimwengu wa roho unaoamua kesho yako, unaokupa wewe mkono wenye nguvu dhidi ya hao wa kuandamao. Mungu na akupe kuwa juu ya wale wanaotamani kukukanyaga katika utosi wa kichwa, nawe ukauone utimilifu wa ahadi zake hima, katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 8, nyika na jangwa ni mahali ambapo maono ya mtu huwa yanafunikwa na kivuli cha giza. Unabaki ukiwa hujui nini cha kutenda. Unabaki ukiwa hujui wapi kwa kuelekea. Unabaki ukiwa huelewi nani wa kuambatana naye. Unabaki ukiwa huelewi kama uandame nini
ili ufanikishe nini. Hapa ndipo unapoweza kukutana na mtu anamaliza miaka akisomea taaluma ambayo moyo wake unajua wazi kwamba hataishi akifanya hiyo hata kwa miaka miwili, lakini unawekeza muda wako. Huu ni mwaka wa 4 unasoma degree ile, huu ni mwaka wa 5 unasoma degree ile, au hata kama ni ile ya miaka 3, lakini unasoma ili iweje? Unajua moyo wako na maisha yako na plan za maisha yako iko mbali na hivyo unavyovisoma. Ni kukuambia kwamba maono yako, the vision of your destiny, imefunikwa na kivuli cha giza. Huelewi ufanikishe nini na uachane na nini. Uko katika jangwa. Na pointi ya mwisho ni nini? Jangwa ni mahali ambapo Mungu ana kuondolea kila namna ya mazonge yasiyofaa katika maisha yako. It's the place of stripping. Tunapoongelea kuondolewa mazonge, ni aina ya tabia, aina ya patterns of life, mtindo, mwenendo na madai au mtazamo uliokuwa nao, ule wa Kimisri ambao haupasi kuingia jangwani, ambao haupasi kuingia Kanaani. Ilikuwa ni jangwani Mungu alipowapatia utaratibu wa ibada. Ilikuwa ni jangwani Mungu alipowapatia hema ya jangwa. Ilikuwa ni jangwani Mungu alipowapatia amri 10. Ilikuwa ni jangwani Mungu alipo develop kile tunachokiita the manners and customs of Israel. Na kwa hakika zile huwa sio mila na jadi za Israeli, ni mila na jadi zinazohusisha kalenda ya mbinguni na kalenda ya dunia yote na matukio yatakayokuja. Utaona ya kwamba anawaanzishia sikukuu zile 7, ikianza na sikukuu ya Pasaka. Utatambua ya kwamba ilikuwa inatabiri ukombozi wa Pasaka wetu Yesu Kristo. Inayofuata ni sikukuu ya malimbuko. Utatambua ya kwamba malimbuko letu ni Yesu Kristo, kwa kuwa amefufuka kutoka kwa wafu na akapaa kwenda mbinguni. Tunajua kwa vyovyote vile kwamba safari ya kwenda mbinguni ni ya hakika. Inayofuata ni sikukuu ya Pentekoste, ambayo hii ilikuwa ni sikukuu ya majuma inayotokea siku ya 50 baada ya Pasaka. Nayo ilikuwa inamaanisha nini? Mungu anapowasha moto wa Roho Mtakatifu ndani ya watu, Roho wake kukaa ndani ya watu. Na inayofuata sikukuu ya tarumbeta ilikuwa inamaanisha nini? Kwamba nyakati zinawadia ambazo tarumbeta itasikika kutoka mbinguni, ambayo wote waliokufa na walio hai wataisikia, watanyakuliwa waende kwa Bwana. Na inayofuata ni sikukuu ya vibanda, yaani sikukuu ile ambayo inakaa kwa muda wa siku 7 mfululizo. Na inamaanisha nini? Inamaanisha nyakati za milenia, Yesu atakaporejea hapa duniani na pamoja na kanisa na sauti ya malaika na parapanda, na atakapokanyaga mlima Mizeituni na kuanzisha ufalme wa milenia, miaka 1000 ya amani. Hakuna vita, hakuna mapambano, kabla ya kwenda katika mbingu mpya na nchi mpya. Hii ni sikukuu, lakini kila sikukuu inabeba sauti ya unabii. Inakwambia nini? Jangwani ni mahala panapokujengea utamaduni, mtazamo, panapokujengea majira na patterns zilizo mpya za maisha. Inakutenga kabisa na yale yote ya kale ambayo hayapasi kuingia nawe katika Kanaani yako. Mambo 4 unafanyeje ili kuvuka salama katika wakati wa jangwa lako? Jambo la kwanza, yachunguze maisha yako. Kama uko kwenye jangwa hili ni kipimo. Kama jangwa hili ni kipimo, huwezi kuliepuka. Mwalimu anajua unayo majawabu na lazima utoke ukiwa bora kwenye jangwa hilo.
Je, jangwa hili ni jaribu? Kama jangwa hili ni jaribu, manake limeletwa na shetani, linakusudia kukumaliza. Lazima uwe imara na thabiti vya kutosha kuhakikisha ya kwamba jangwa hilo haliamezi na kuyamaliza maisha yako. Au je, jangwa hili ni mambo uliojikusanyia mwenyewe kwa mikono yako mwenyewe? Wako watu walio maarufu katika kuenenda isivyokuwa sawa, wana mitazamo inayojengea uadui, wana mengi yanayoharibu maisha yao wenyewe. Ni wewe mwenyewe umevuruga ndoa yako, ni wewe mwenyewe umepambana na watoto wako mwenyewe, ni wewe mwenyewe umeenenda isivyo kwa wazazi, na sasa unataka kufanya makosa yako kuwa ndio mtaji wako, kwamba wengine wabebe hatia na wewe upate kufaidika katika hatia na makosa uliyoyatenda. Jangwa likitokea ni mpaka utakapokubali kwamba ni mikono yako iliyokukusanyia haya, upewe rehema za Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza unachunguza. Jambo la pili unafanya nini? Unamkabili shetani kama jangwa limesukumwa na shetani katika maisha yako. Tatu, kama ni jangwa liloletwa na mikono yako, unaomba rehema za Mungu, kwa kumaanisha Mungu akurehemu, aondoe hukumu na hatia inayokustahili, aligeuze jangwa lako kwa bustani ya kupendeza na kufanya maisha yako kuona kuwa na matunda tena. Na jambo la mwisho, inakupasa kufungamanishwa na madhabahu ya ukombozi. Jangwani hawakuwa na jambo lolote ambalo lingewaponya dhidi ya adui zao, dhidi ya nyoka na nge waliokuwa jangwani. Ilikuwa ni jinsi gani uvuli wa Mungu umewafunika siku waliponena mabaya kwa vinywa vyao. Mungu aliondoa ule uvuli wa ulinzi wake, ndipo akatambua kwamba jangwani kuna nyoka, sio nyoka wa kawaida, ni nyoka wa moto. Nyoka wa moto waliwagonga nao wakafa, na Mungu akurudisha ulinzi wa uvuli wake. Alimwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, ili sasa wokovu uwe sio kwa sababu mimi Mungu nimewatamia kwa ulinzi, iwe kwa sababu wanaotaka kuokolewa wachague wokovu. Wote wanaogongwa na nyoka wa moto, ukimtazama nyoka wa shaba, wanakuwa salama. Hivi ndivyo Mungu anavyonena, fungamano lako na madhabahu ya ukombozi litaamua usalama wako katika jangwa unalolipitia. Mahala sahihi pa kuanzia, ikiwa wewe hujampa Yesu maisha yako kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hii na iwe ndiyo fursa ya pekee. Funika macho yako sasa, weka mikono yako yote miwili kifuani pako, omba pamoja nami kwa kusema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Nifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unioshe na kunitakasa kabisa, na kwa njia hii na yaachilia maisha yangu chini ya kazi iliyokamilika ya msalaba, katika jina la Yesu Kristo, amen. Umesema maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Hivi punde nitakuwa nikiomba kwa ajili ya kila mtu kumtenga na kila namna ya nguvu ya roho ya nyika na jangwa nayo yafanya maisha ya watu kuwa na mkwamo. Na vivyo hivyo fanya maamuzi ya kimakusudi ndani yako. Wasiliana nasi kwa namba zinazopita katika screen yako. Tutumie ujumbe, tutakujibu. Tupigie, tutakuhudumia. Na kwa kila neno, ikiwa ni kwa ushauri, ikiwa ni kwa maombezi, ikiwa ni kwa maelekezo, Mungu alifanye fungu lako kwa fungu la mtu aliyekumbukwa,
na nyika na jangwa ikatengwe mbali na maisha yako. Baba, nakutukuza mno. Asante kwa kuwa umeweka usemi kinywani mwangu, ili kwa usemi unaotoka katika vinywa vya udongo ulivyoviumba, yale yote yasiyowezekana kwa mkono wa mwanadamu, kwa wewe yakawezekane na kutendeka. Wako wale waliozongwa sana, Baba, kama ulivyomtendea Isaya mwana wa Amos, ukamleta mahala pa kuiona madhabahu ya mbinguni, pa kuliona hekalu la mbinguni, kuona utukufu wako wa mbinguni, naye akajiona jinsi alivyo, na akawaona watu wanaomzunguka. Kwa mkono wa malaika wako kinywa chake kikatakaswa. Kupitia nguvu katika neno, mtenge mtazamaji huyu na kila namna ya mazonge yanayompa kwenda kwa uzito. Jangwa hili liwe ni mahala patakapomwondolea kwenda kwa uzito. Mtenge na watu wasiofaa, hata kama wanaonekana kuwa kama Uzia, watu waliomfadhili kwa hiki na kile, lakini ndio wanaozuia ajenda ya Mungu kwa maisha yake. Mtenge nao katika jina la uweza la Yesu Kristo. Mungu wangu na mwamba wangu, kwake yeye ambaye amesarenda kikamilifu mikononi mwako, na kwa moyo wake wote ananena, Bwana, yauwe yote anayopasa kuuawa katika maisha yangu, yang'oe yote anayopasa kung'olewa, yavunje yote anayopasa kuvunjwa. Hivi ndivyo ninavyokusihi, mkono wako wa milele usiokuwa na umbali na uwe juu yake. Geuza Bwana, geuza kila jambo lililogeuka kuwa la mahangaiko ya moyo kwa maisha yake, na limpe pumziko. Kila mkono unaochochea ufukara katika maisha yake, mkono huo na upigwe na kupoza. Wewe uliyenena habari ya divai, uliyenena habari ya mafuta ya mzaituni, uliyenena habari ya asali, uliyenena habari ya fedha na dhahabu katika nyakati za Hosea, yaamuru haya na yaende katika maisha yake kwa utele wake. Mwamba wangu na Mungu wangu, acha iwe ya kwamba kila namna ya usaliti aliyosalitiwa aponyoke, agangwe, aponywe, na macho yake yafunguliwe, aione kesho yake yenye kukutukuza, ayaone matumaini yake ambayo hayatatindika wala kukatiliwa mbali. Na katika wewe Bwana, apewe kuiona fahari ya kuligeuza jangwa hili kuwa bustani ya kupendeza, na nyika yake kuwa msitu wenye mazao mengi. Acha jangwa hili liwe habari ya kumbukumbu ya yaliyopita, yenye ushuhuda unaoleta kicho ndani yake, na kwa wote wanaosikia na kwa wote wamtazamao. Na uachilia wema wako juu yake. Kila namna ya utasa, kila namna ya ukame, kila namna ya kukosa matunda kumekomeshwa sahi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndivyo ilivyotendeka juu yako. Wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Tukutane tena moja kwa moja katika mji wa Bwana madhabahuni, au katika kipindi kijacho cha nguvu katika neno. Hadi wakati huo, ni ndugu yako Bishop Manasseh DM, ENCC mji wa Bwana. Shalom.